Ni akina nani? Kando na hiyo, lazima tutengeleze misingi ama turudi kwenye misingi ambayo ndio njia pekee itakayo tufanye sisi tuweze kupata uzima wa milele. Tuliweza kugundua ya kwamba hatuwezi tukawa kinyume ama tukaenenda kinyume na utaratibu au neno la Mungu ambalo limewekwa. Lazima tuweze kufata neno hilo la Mungu. Sasa watu wanapokaribia, ningependa tuweze kuomba sisi tuweze kuanza, watatupata huko mbele. Karibuni sana kwenye somo kwa wale wanaotufuatilia kwenye mtandao. Mungu awabariki katika kutufuatilia tukiwa hapa Bagamoyo kwa ujumbe wetu wa wakati. Tuamini na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, pewe sifa na utukufu kwa amani imekupendeza tena asubuhi ya leo tuweze kujifundisha na kujikumbusha neno lako. Tusamehe sisi wenye dhambi, utuoshe kupitia kwa damu ya mwana Yesu Kristo, ili tuendelee kutakasika na kusimama miguuni pako. Tunapoanza mafundisho yetu ya leo, tunaomba tutamalaki na Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi, atuongoze hadi tamati. Shetani asipate nafasi wala kujitukuza, bali wewe utukuzwe pamoja na Roho wako, atuongoze kwa kila jambo, ili watoto wako wakaweza kuelimika. Tupe upendo, amani na uvumilivu, na utuongoze hadi mwisho, kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Sasa makambi yetu inapoelekea kuisha, lazima itakapoisha watu waelewe ni nini cha kufanya na nini ambacho wamekichukua wakiweka katika practical ama katika maisha sasa. Maana hapa ni kama tulikuwa tunachota maji. Ukienda kuchota maji mtoni, unaporudi unaanza kuitumia. Kwa hivyo kwa juma hili ambalo tumekuwa, naamini ya kwamba wengi watakuwa wamechota maji ya kutosha. Sasa sote tunaitwa tena kuyatumia hayo maji kwa njia ambayo inafaa. Somo langu la leo ambalo ningependa tuweze kuangalia ni kuhusiana na yale ambayo tumekuwa tukijifundisha. Sasa hatimaye lazima tuweze kuungana na kufanya kazi ya Mungu. Title nimeipatia kichwa ambacho kinasema tuungane tumalize kazi ya Mungu. Karibisha mwenzako, mwambie tuungane tufanye kazi ya Mungu. Baada ya kuijua kweli, kile ambacho tunafata sasa ni kuungana. Kwa nini? Maana nisaidie kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake ni 12. Maana tulipoangalia katika masomo zetu tuliona wafalme wa dunia wanajipanga, wanaungana katika kupitisha ajenda zao. Lakini watu wa Mungu tusipopiga hatua na kuelewa ya kwamba nasi tunafaa kuungana ili tufanikishe ajenda ama kazi ambayo tumepewa, tutakuwa tunafanya kazi bure. Soma andiko. Anasema ambaye wafalme wa nchi wamezidi naye. 17:12. Nasemaje? Ufunuo anasema na zile pembe 10. Tunaambiwa zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10. Ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Tunaambiwa wafalme hao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme wa muda wa saa moja. Twende pamoja na yule mnyama. Kwa hivyo wanapokea pamoja na yule mnyama. Kabla wapokee na watawale pamoja na yule mnyama, lazima kuwe na harakati. Na harakati hizo zinaendelea sasa hivi. Nasikia G7 Summit wanaungana. Wow. Lakini wanaungana kwa ajili ya kutekeleza ajenda za shetani. Zaburi 2 mstari wake ni wa kwanza. Wanaungana kwa ajili ya kufanya matakwa ya bwana wao ambaye ndio Lucifer.
Sasa wanapoungana, wanaungana kinyume cha Masihi. Inamaanisha nasi watu wa Mungu kipindi cha mwisho tunafaa tuungane kwa ajili ya kusimama na Masihi, wakati wafalme wa dunia pembe 10 zitakapokuwa zinajitayarisha kuungana kinyume chake. Soma andiko. Anasema wafalme wa dunia wanajipanga. Tunaambiwa wafalme wa dunia wanafanya nini? Wanajipanga. Na wana matengenezo? Tunajipanga. Koshua. Ni kweli? Tutaona mbele ya mwisho wa somo hili, tutaona kama mnajipanga. Sikiliza. Wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja. Na wakuu wanafanya shauri pamoja. Kwa hivyo wanashauriana, wanaitwa, wanasema tupelekaje hapa? Tufanye. Wanashauriana. Wana matengenezo, tutaona kama wanashauriana katika somo hili. Lakini wafalme hawa wanajipanga na wanashauriana juu ya nini? Soma. Juu ya Bwana. Wanashauriana juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Na juu ya nani? Ya Masihi wake. Kwa hivyo wanashauriana na wanajipanga kinyume dhidi ya Bwana na mwanao ambaye ndio Masihi. Sikiliza. Kama tutaungana, na hii naongea na wana matengenezo wote ulimwenguni, kama wataelewa umuhimu wa kuungana na kufanya kazi ya Mungu, wasijiite wana matengenezo. Wasijiite. Kwa nini? Zefania 2 mstari wake ni wa kwanza. Sikiliza. Zefania 2. Maana wana matengenezo ni wengi, wanakubali sandalo ikuje haraka. Wengine wamepiga paka mahesabu, nasema dunia inaisha 2031. Dunia ikiisha si ni jambo nzuri, si ndio? Ndio. Sikiisha ni jambo nzuri. Haya, kuna kazi lazima tuifanye. Tusipoungana, hiyo mahesabu na hiyo sandalo haitakuwa na maana kwetu. Tutanaswa na shetani. Soma Zefania 2. Anasema, sikiliza. Jikusanyeni. Mungu anawaita watu wajikusanye, yani waungane. Jikusanyeni. Naam. Jikusanyeni. Taifa lisilo na haya. Taifa lisilo na haya. Kabla hazijazaa hiyo amri. Kabla haijazaa hiyo nini? Amri. Ni amri gani tunangojea izaliwe? Si tunaelewa kuna amri inazaliwa huko kesho? Ndio. Lakini kabla izaliwe tunaambiwa jikusanyeni. Sasa wengi wanataka izaliwe lakini hawataki kufanya nini? Tutahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tutakakaa hii dunia tusipojikusanya. Mungu anaweza ongeza mkaekae mkifanya. Si wana wa Israeli walipokosa kuelewana, walizunguka miaka ngapi? Kwa hivyo jambo moja ambalo tunafaa tufanye ili Kristo arudi haraka, kama ni hiyo 2031, kama ni hiyo 2027, kitu ambacho tunafaa tukifanye, tufanye nini? Tujikusanye kwanza, ili hiyo amri izaliwe haraka. Hii ndio ujumbe ambayo wana matengenezo wengi hawaelewi. Wanatamani amri izaliwe, lakini hawataki kujikusanya. Sasa leo nataka tuangazie hizo vitu, na kila mtu ataongea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima tushauriane, si ndio? Rudia hiyo andiko, inasemaje msomaji? Anasema, Jikusanyeni. Naam, jikusanyeni. Taifa lisilo na haya. Taifa lisilo na haya. Kabla haijazaa hiyo amri. Kabla haijazaliwa sandalo. Kabla haijazaliwa hiyo amri. Kabla haijapata siku ile. Kabla haijapata siku ile. Kama makapi. Kabla haijawajilia hasira kali. Ya Bwana. Hasira kali ya Bwana itakayoijilia ulimwengu. Ni gani? Anasema, nauliza swali. Unajua ninasoma nikiuliza swali. Niliwaambia maandiko ambayo tunayosoma kwa sasa tusisome kama storybook, ama tusisome kama tunasoma kisa cha watu wengine. Tusome maandiko tukiyaweka kwenye uhalisia, tukiyaweka kwenye maisha yetu ya imani. Tukisoma maandiko hivyo tutapiga hatua. Lakini tukisoma tu kwa sababu tumeambiwa tusome, ikuwe kama mfumo tu fulani wa kusema wacha tusome, kuna siku tutawahi badilika. Hasira gani kali ambayo inaujia ulimwengu? Bwana Yesu asifiwe.
Tunaambiwa hiyo sitoa. Sikiliza. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Revelation 7 malaika wameanza kufanya nini? Lakini kwa sasa wameshikilia, si ndio? Ndio. Ile wakati wataachilia, nini itafanyika? Machafuko. Si hasira ya Mungu itakuwa sasa imemwagika juu ya nini? Ya dunia. Sasa wameshikilia. Kwa hivyo tunaambiwa kabla hao malaika wafanye nini? Waachilie kushikilia pepo 4. Tunaambiwa tujikusanye. Kabla amri jazaliwa, tunaambiwa tufanye nini? Tujikusanye. Sikiliza. Sasa hapa ndio kuna mtego. Watu walihitajika watoke kwa makanisa yaliyo hasi, kwa mifumo iliyo hasi, waingie kwenye mfumo wa kweli. Si tunatoka unakuwa peke yako huko kwa vichochoroni huko. Utafikisha injili ukiwa huko peke yako? Hebu nisaidie, sijui Collins utakuwa hapo. Kaa pale. Utafungua Great Country JW. Tutasaidiana hapo, maana niliona huku tukisoma hizo vitabu tukisema zifunguliwe na take time. Sijui mbona, ama ni kwa sababu tunataja kwa Kizungu. JW ni nini kwa Kiswahili? Gospel workers. Gospel workers. Kitabu hicho kwa Kiswahili kinaitwaje? Ushuhuda kwa watendakazi. Sikiliza, tunataka tusome ushuhuda kwa watendakazi, ukurasa wake wa 447, ubeti wake wa pili. Baada ya watu wa Mungu kusikia ujumbe, wanatoka katika fallen churches, wanatoka katika madhehebu yaliyo hasi. Hawatoki tena waanze kuvurugana. Kama watatoka waanze kuvurugana tena, ni heri wangesalia kule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengi walitoka, wametoka ndio, wameona nuru ndio, lakini namna ya kusimamia hiyo nuru, namna ya kumaintain hiyo nuru ndio imeshinda wana matengenezo wengi. Sasa leo nataka tuangazie maandiko yanasemaje, ukweli wa sasa unasemaje. Baada ya sisi kujua huu ukweli, tutapelekaje huu ukweli na tutafanyaje ili tusije tukawa kikwazo kwa Mungu? Tutafanyaje? Maana Israeli walipewa ukweli, baadaye wakawa kikwazo kwa nani? Na sisi safari hii ambayo tumeanza, ili tusiwe kikwazo kwa Mungu, nini tunafaa kuelewa? Nini inafaa ingie kwenye akili zetu wana matengenezo? Nini? Soma hiyo quotation inasemaje? Ningempatia tu, ama ni Kiingereza. Ningesoma ningetafsiri kwa Kiswahili. Ama network kabala. Haya, soma tu nitatafsiri. GW. Mlisema aje kwa Kiswahili hiyo kitabu? Watendakazi wa Injili. Gospel workers. Watendakazi wa Injili. Tunasoma kitabu cha ambacho kiko na jina Watendakazi, ukurasa wa 487, ubeti wa pili. Nasemaje? Gospel workers, watendakazi wa Injili. 487. Utatoka huko ukiwa umejua Kiswahili sasa. Inasema hivi. Hiyo JW utaacha huko Kenya. Haya, soma. Inasema hivi. Some have advanced the thought that wengi wameweza kuwa na dhana ya kwamba wengi wamekuwa na dhana ya kwamba as we near the close of time, tunapokaribia mwisho wa dunia, every child of God, kila mtoto wa Mungu, will act independently of any religious organization, atafanya kazi kwa kujitegemea na mfumo wowote. But I have been instructed by the Lord. Lakini Ellen White anasema ameelekezwa ama ameambiwa. Instructed kwa Kiswahili ni nini? Ameamrishwa. Hiyo ndio lugha nzuri. Ameamrishwa na Mungu aje? That in this work, katika kazi hii, there is no such thing.
Hakuna kitu kama hiyo. As every man ati kila mtu being independent. Akuwe kivya yake. Kuna Mwana matengenezo nako huko kwa kichaka huko ametulia huko. Hataki kuungana na wengine. Roho nabii nakataa. Labda hao watu ambao wanakaa kule watuambie hii roho ya unabii wanaitendea haki aje na wanaifuata kivi? Tusemezane ukweli. Wanaikubali hii nukuu. Imewasupport wao wakuwe kivyao. Bwana Yesu asifiwe. Ama naweza kuwa naongea Kiswahili yenye eleweki. Hii nukuu inawasupport. Sasa iko hivi, labda kuna mtu anaweza ona ni kama nakataa mtu asikue mahali yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia kuungana katika imani na kufanya kazi ya hiyo imani. Umoja wa imani. Hiyo ndio nazungumzia. Sasa umoja wa imani haijalishi uko wapi. Hata uko huko Dodoma, uko huko Morogoro, lakini yule wa huko na yule wa huku wanaongea lugha. Nisaidie kitabu cha Mwanzo 11 nafikiri. Angalia. Watu wakiungana waongee lugha moja, watafanya kitu kikubwa. Na hiyo ndio kitu ambacho Roho nabii inasisitiza kipindi hiki cha mwisho. Sikiliza hawa waliokuwa na usemi mmoja, nini walifanya? Soma andiko msomaji. 11 nafikiri ni 4. Anasema, wakasema, anzia 1. Anasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja. Sikiliza. Walikuwa na lugha moja. Walikuwa na lugha moja. Weka hiyo kwa mawazo. Nini nyingine ya pili? Na usemi mmoja. Walikuwa na usemi mmoja. Kulikuwa na mgawanyiko hapo. Usemi mmoja. Walikuwa ni watu kwanza wenye lugha moja. Wakawa na usemi mmoja. Nini nyingine? Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki. Sasa hawa watu wenye lugha moja na usemi moja waliposafiri, soma, pande za mashariki, twende, waliona nchi tambarare. Wakaona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Wakakaa alafu wakaambiana, haya natufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, alafu na lami badala ya chokaa. Walikamilisha hiyo mradi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipokuwa na usemi mmoja na lugha moja, walikamilisha hiyo mradi yao. Ndio. Si walikamilisha? Ndio. Mungu akasema hapana, hao watu lazima nishuke. Nini kilisababisha wakakamilisha hiyo mradi? Usemi mmoja. Usemi mmoja na lugha moja. Na sisi lazima tuwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, tuendelee na hiyo nukuu yetu. Wakasema, tuendelee na hiyo nukuu sasa. Angalia. Lazima tuongee lugha moja. Lakini mkumbuke naye shetani hata furahi. Ama atakaa tu angoje muongee lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio kutaingia mapambano. Lazima shetani aingie. Sikiliza. Endelea. The stars of heaven. Tunaambiwa hatufai kujitegemea, hatukai kivyako. Tunaambiwa nyota za mbinguni are all under law. Wote ama nyota hizo zote ziko chini ya sheria. Ya sheria. Each influencing the other. Nyingine inashawishi nyingine to do the will of God. Kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo sisi wana matengenezo tunafaa tufanane na hizo nyota. Unashawishi mwingine kufanya kazi ya nani? To do the will of God. Anaendelea kusema hivi, yielding their common obedience, wakiwa kwenye utiifu to the law that control their action. Wanakuwa kwa utiifu, ama nyota hizo ziko kwa utiifu kwa sheria inayoongozwa na Mungu, matendo yao. Endelea. And in order that the Lord's work may advance healthfully. Sasa kwa sababu ya utaratibu huo, kazi ya Mungu itakamilika vizuri. Advance. Sikiliza, kamilike. Sisi sote tunahitaji tukue na sanitarium. Sote tunahitaji tuwe na shule zetu, si ndio? Ama ni makosa kujenga shule? Makosa. Sisi tumetoka Babeli. Watoto wetu? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote haitafanikiwa tusipokuwa na usemi.
na lugha. Unaona quotation inakataa, ndio nauliza tena. Hii quotation ilikuwa inazungumzia kina nani ambao wanafaa wawe na umoja, hawafai kutengana? Ninazungumzia wakati tunakaribia mwisho wa dunia. Soma. Naendelea kusema his people, watu wa Mungu, must draw together. Wanafaa wakuje draw together. Wanafaa wakuje pamoja. Sikiliza. The spasmodic fitful movement of some who claim to be Christians are well represented by the work of strong but untrained horses. Sikiliza. Tunaambiwa kila moja ikipendeza nyingine. Yaani hizo nyota tunaendelea kuambiwa zikitoa utiifu wao wa pamoja kwa sheria nayo dhibiti matendo yao, na ile kazi ya Bwana itaendelea kwa afya njema na kuwa uthabiti. Watu wake wanapaswa kuvutana pamoja na kufanya kazi kwa Nukuu inamalizia ikisema hivyo. Shetani atafurahi. Shetani atafurahi mkiungana pamoja? Hawezi kufurahi. Kwa hivyo hapa, ama mwana matengenezo ambaye ameelewa ukweli na anataka kuungana kwenye hiyo ukweli, lazima kuwe na mapambano. Naona mvuta, maana kuna nguvu ya shetani pale ambayo haitaki mkamilishe hiyo lakini ili tukamilishe lazima tukubali kuwa na lugha. Katika kitabu cha Review and Herald May, siji kama utaifungua. Ungemalizia hii. Malizia. Inaendelea na kusema when one pull forward, another pull back. Kwamba mmoja akivuta mbele, mwingine anavuta nyuma. At the voice of their master, one plunges ahead and another stand immovable. Kwamba kwa sauti ya yule anayewaongoza, mmoja anavuta mbele, mwingine anasimama. If men will not move in concert in great and grand work for this time, kama watu hawata tembea pamoja katika kazi hii kubwa ya wakati huu, there will be confusion. Kutakuwa na kuchanganyikiwa. Kutakuwa na nini? Mchanganyikiwa. Confusion. It is not a good sign when men refuse to unite with their brethren. Tunaambiwa si ishara nzuri ama si jambo zuri wakati watu wanakataa kufanya nini? Kuungana na ndugu zao. Kuungana na nani? Ndugu zao. Sione roho nabii? Naam. Si tunatii roho nabii? Naam. Haya, tuifanyie kazi hiyo roho ya unabii. And prefer to act alone. Bwana Yesu. Hata ukiachia hapo nafikiri kwa tu sawa. Naam. Sasa naomba unisomee Review and Herald May. Sasa sijui Review and Herald hicho kitabu kwa Kiswahili kinaitwaje? Review and Herald May 13. May 13, 1902. Tasoma paragraph 12 na paragraph 13. Kuna mtu anaweza kuwa na power bank, tuweka hii simu, naona imezima sababu ya umeme. Sawa, mwenye power bank atapeleka pale kama itapatikana. Sipatikana ni sawa. Na pia ikikataa nafikiri nitaisoma tu hapa. Andika RH May 13, 1902, paragraph 12 tutasoma na 13. Review and Herald May 13, 1902. Yaani mwaka wa 1902. Ubeti wake ni wa 13 na 12 ndio tunaenda kusoma. Tunaambiwa na roho nabii. Sasa tunapaswa kuungana sisi kwa sisi katika kufanya kazi ambayo Kristo alifanya alipokuwa hapa duniani. Tunapaswa kuwa kitu kimoja katika Kristo. Hivyo ndivyo tutakavyoonyesha uaminifu wetu kwa Mungu. Kwa hivyo watu wasipoungana, kwanza hawaonyeshi uaminifu kwa nani? Tena wafanye kazi ya nani?
ya Kristo. Maana hapa tunaambiwa tunafaa kufanya kazi kama Kristo alivyofanya kazi wapi? Ulimwenguni. Sasa nauliza swali, ni wapi Kristo alikuwa kivyake? Maana yeye alikuwa anajua ujumbe. Kristo alipokuwa ulimwenguni, si alikuwa na uwezo wa kuhubiri peke yake? Mbona akachagua wanafunzi 12 na akasema nimewatuma? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa hata kujifundisha tu hapo. Na alipotuma hao wanafunzi 12, hao wanafunzi 12 walienda wakafungua makanisa 12, kila mtu akawa pastor hapo, kiongozi wa hapo, akisimamia kanisa lake, akasema mimi siungani na huyu na huyu na huyu. Kulikuwa hivyo? Hiyo haikuwa lengo la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa kwa mkombozi wetu na kwa wote waliozaliwa katika ufalme wake, miongoni mwa watu wa Mungu hapapasi kuwa na migawanyiko. Hapapasi kuwa na nini? Migawanyiko. Sasa tumeamua vizuri kutoka kwa system yenye imeasi, badala tushikane tena tunakuja tunatengeneza migawanyiko nyingine huko. Hiyo inaingia akilini kweli? Unaona hapo tumechezewa na shetani. Dunia inashangaa. Sasa nyinyi ni wana matengenezo. Twende gani? Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Tunaambiwa na hii ni kuwa hakufai kuwa na migawanyiko kwa watu ambao wako na nia ya kupeleka kazi ya Mungu. Wameunganika. Yaani wanatumia jina la gani? Wana matengenezo. Sasa inamaanisha lazima tuelewe jambo hili vizuri. Kama kutakuwa na migawanyiko, inamaanisha ya kwamba kuna migawanyiko hiyo ya wana matengenezo, baadhi yao ni migawanyiko ya uongo. Sasa inafaa tena tutumie akili vizuri na tusome vizuri ili tusinaswe na migawanyiko ya uongo. Tuangalie hizo sababu zilizowagawanyika kwa kutumia nini? Maandiko. Maana roho nabii haisapoti mtu kuwa independent. Roho nabii nasema msikae ama msiungane pamoja na wapagani. Ama watu walio upande wa the prince of the dark. Yaani watu walio upande wa shetani. Tunaambiwa hakuna compromise kama hiyo. Kuna kuungana na watu ambao wako side ya shetani. Lakini watu ambao wako na nia moja, ambao wanaitwa na Kristo, wanafaa wakuje kwa pamoja. Tunaambiwa migawanyiko haifai. Jambo lingine anasema mabishano wala vita dhidi ya wenzetu. Hatuna muda wa kushindana na kubishana miongoni mwetu. Hiyo ndio inamalizia ikisema hivi. Sasa mabishano miongoni mwetu ndio imeleta migawanyiko. Vita ndio imeleta nini? Migawanyiko. Kwa hivyo shetani atatumia kwa reformation, kwa wana matengenezo, kulifaa kuwe na Bible study ama mabishano. Bible study. Kukiwa na Bible study mtakosana? Mtakosana. Lakini kukiwa na bishano mtakosana. Najua kwa mabishano kila mtu anataka ashinde. Lakini mkisema wacha tusome hii jambo kwa umoja, inamaanisha at the end utanisikiliza na nitakusikiliza. Na nitatoka nikiwa nimeelewa jambo lako na utakuwa umeelewa jambo langu. Hivyo ndio mapayonia walifanya. Najua mapayonia kama ungekuwa wali react kama vile sisi leo tuna react hivi, inamaanisha wao pia wangekuwa na makanisa mingi huko nyuma. Sasa sijui tungekuwa tunaiga kwa nani? Tungekuwa tunajifundisha kwa nani? Maana tunaambiwa tunafuata nyayo za wana matengenezo. Sasa tunafuata nyayo za wana matengenezo waliogawanyika. Si walikuwa kimoja? Si ndio? Tuelewe jambo hilo. Sikiliza katika 1T. Sasa hii sijui kitabu naitwaje kwa Kiswahili. 1T. Ushuhuda kwa kanisa gombo la kwanza, si ndio? Hivyo ndio inatamka. Ushuhuda kwa kanisa gombo la kwanza 210.
ubeti wake ni wa pili. Ubeti wake ni wa pili. 210.2. Nukuu ya kwanza, kumbuke tumeambiwa yenye tulianza na ya kwamba tunapokaribia mwisho wa dunia tusikuwe na dhana ya kutenga. Kwa hivyo Mungu anaita watu walio na nia na moyo wa kufanya kazi yake, anawaunganisha kupitia roho wake. Sasa hii shuhuda, mesema ni shuhuda ama shuhuda kwa gombo la kwanza 210 ubeti wa pili nasema, tunapokaribia mwisho wa historia ya dunia. Wangapi wanakubali tunakaribia? Tunapokaribia historia ya mwisho wa dunia, shetani atafanya kazi kwa nguvu zaidi. Kwa hivyo saa hii shetani anaongeza nguvu za nafanya kazi kwa nguvu zaidi, akijua kwamba muda wake umebaki mchache. Haswa atatumia nguvu zake dhidi ya wana matengenezo. Kwa hivyo vile umekaa hapo, shetani amekuachilia. Lakini wengi hatuelewi hiyo. Jana tulijifundisha ya kwamba tunafaa kuvaa silaha zote za Mungu. Ili shetani atakapokuwa na exercise his power, yani atakapokuwa na sijui Kiswahili mara nyingi inakuanga na ni balaa. Bwana Yesu asifiwe. Exercise his power. Tasema aje kwa Kiswahili? Kutekeleza nguvu zake, ama akitaka kufanikisha jambo lake dhidi yako, atakupata ukiwa umejiama. Lakini kama hatutajiama, tutashindwa. Na unapoangalia ulimwengu wetu, wana matengenezo wameshindwa ama wameshinda? Situseme tu ukweli. Kwani matengenezo imeanza lini? Si muda mrefu. Hii muda mrefu umefanya nini? Tumeweka hata sanitarium tumeweka. Bado. Tumeweka hata shule. Na tuko pale nje tunahubiria watu, tokeni Babeli, tokeni Babeli. Misingi yetu ya kutoka Babeli. Watoto wetu wanafaa watoke huko pia. Si watu. Sasa mnaita watu watoke Babeli. Watoto wenu watatoka lini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwatishi. Sifanyi nini? Ama mmetishika? Bwana Yesu asifiwe. Mimi naongea vitu ambavyo viko kwenye karne yetu, lakini naongea ili kwa sababu ya kuamshana. Salimia jirani yako, amka katika usingizi. Tufanye matengenezo ya hakika. Bwana anataka tuungane. Bwana Yesu asifiwe. Katika 4SP, sasa 4SP pia ni kitabu gani? Maana niliambiwa lazima niwatafsirie. Roho ya unabii gombo la 4. Ni hivyo? Gombo la 4 206 200 na 290, si ndio? 90 ndio 90. 290 ubeti wake wa kwanza. Hiyo ndio andiko ambalo nataka kusoma la kwanza, ambalo leo wana matengenezo wengi limewagawanyisha leo. Maana tumeambiwa kwamba shetani atatumia nguvu nyingi. Maana najua ya kwamba amebakisha muda mchache. Na tunaambiwa atatumia nguvu zake dhidi ya wana matengenezo. Atapigana nao na kujaribu kuwagawanya. Kwa hivyo ni nani ametugawanya? Situseme ukweli. Nani ametugawanya? Kama kweli tulitoka kule kwa sababu ya sera za mnyama zimeingizwa kwa hiyo makanisa. Kama kweli tulitoka kule kwa sababu wameingiza Mungu mgeni. Sasa kwa nini tukifika kwetu tunagawanyika? Kwa nini? Ni nini hiyo?
wewe ni shetani. Kwa hivyo nuku hii pia inatimia kipindi chetu. Inasema atapingana nao na kujaribu kuwagawa na kuwatawanya ili wadhoofike na hatimaye washindwe. Tunaposoma Petero tunaambiwa shetani ananguruma nguru. Unafikiria hiyo sauti ijafika kwetu? Pia ameguruma na kwa wana matengenezo. Na wamesikia hiyo sauti, wameingiza njeve. Wameingiza unajua naongea Kiswahili ya Kenya. Ameingiza baridi. Kisikia njeve ni baridi. Wameingiza njeve sasa, anasema hapana, mimi wacha nikae hapa, mwingine huku. Sauti ya shetani imesikika miongoni mwa watu waliokimbia kutoka Babeli. Tunaendelea kuambiwa shetani anafanya hivyo ili adofishe, washindwe kabisa, wasikuwe na msimamo wa kufanya kazi ya Mungu. Lakini tunaambiwa watu wa Mungu wanapaswa kutembea kwa hekima na ufahamu. Kitu ambayo tunafaa tuwe nayo kwa sasa ni nini? Hekima na ufahamu. Kutembea kwa hekima na ufahamu. Yesu aliwahi zungumza hiyo kitu akisema, iweni wenye hekima kama nini? Kama nyoka. Tunakuwa na hekima, nini tunafanya? Fanyaje? Hekima ndio tunahitaji kwa sasa. Watembee kwa hekima na ufahamu. Pia tuwe na ufahamu wa imani yetu, ufahamu wa misingi ya imani yetu, ili tusije tukatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kuambiwa wanapaswa kutembea kwa hekima na ufahamu, wakifanya kazi kwa umoja. Wanapaswa kuwa na nia moja na uamuzi moja, ili juhudi zao zisigawanyike, bali ziwe na nguvu katika kujenga na kuendeleza ujumbe wa kweli wa wakati huu. Tukikosa kufanya hivyo, hii kazi itakuwa ngumu, na Mungu hatatembea na sisi. Mungu anatembea na watu waliogawanyika ama watu walio na kimoja? Mungu anatembea na watu walio na umoja. Msikie kitabu cha Yohana Injili 17. Mstari wake ni wa 21. Yesu alijua kanisa lake lisipokuwa na umoja hata kuwa ndani yao na atatembea nao. Hata leo Mungu atakosa kutembea na wana matengenezo. Hatutaona mkono wa Bwana katika hii safari tukiendelea hivi. Hakuna mkono wa Mungu tutaona. Lakini tukiwa na ufahamu na tubadilishe mawazo, tuishi kulingana na ukweli, tutaona Mungu. Hii safari ni kama wana wa Israeli. Walipoenda kinyume, Mungu aliwaacha. Sasa aliwaacha. Waliporudi, Mungu akatembea na wao. Sasa muda huu mchache wa rehema, Mungu anajaribu kutuangalia aone hawa watu wanajielewa kweli. Hawa watu wanamaanisha kweli. Hiyo ndio kitu wanangojea. Ile siku ataona tunamaanisha, atakuwa na sisi. Hiyo ndivyo ilivyo, na hiyo ndio uhalisia, nakwambia na ukweli. Soma hii andiko inasemaje? Wote wawe na umoja. Yesu aliombea kanisa lake liwe na nini? Na umoja. Umoja. Alafu kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, ulivyo ndani yangu. Kwa hivyo kanisa la Mungu linafaa liwe na umoja, kama vile Kristo alivyo na umoja na nani? Na Mungu. Na anakuwa na umoja kivipi? Kwa njia ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Kuwa na umoja na Baba na sisi kuwa na umoja na Mwana. Tunakubali Roho wa Baba aliye ndani ya Mwana atuvute kwao. Si tulijifundisha jana hivyo? Ili tusiende nje ya utaratibu wake. Tunakubaliana na ukweli wake wote ambao ameutoa. Lakini tukikosa kufanya hivyo, tunaambiwa na hii nukuu ya kwamba hatutaweza kuendeleza ujumbe na tutafanya kazi. Tunaambiwa pia lazima kuwe na utaratibu unaozingatiwa. Atakuwe na nini? Utaratibu. Ili tufanikishe hii kazi, tunafaa kuwa na utaratibu, church order.
Ndio naona sisi Kenya tuliamua kufanya hivyo. Tukasema hapana. Mzee Makawa atawaambia maneno hapa baadaye. Sikilizeni. Maana usifikiria ya kwamba tulitoka tu mbinguni tukiwa tunafanya kazi kwa pamoja sisi vile mnatuona. Kila mtu alikuwa kivyake. Huyo anahubiri kivyake, huyo kivyake, huko kivyake. Lakini tulipogundua ya kwamba tunafanya very big mistake, tunafanya kosa kubwa, tuliomba msamaha kwa Mungu na tukapiga magoti tukasema hapana. Lazima tuungane. Na katika kuungana kuna vitu mingi mnaacha. Mnaacha ubinafsi. Maana umoja hitaji nini? Ubinafsi. Angalia, kuna vitu mingi tuliacha, tulisacrifice. Tukaachana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi Tanzania msipofanya hivyo, na naomba Mungu awaongoze. Hata tukiwa huko Kenya tukisikia habari za huko, tusikie habari ya kwamba mnaendelea vyema katika imani moja na nia moja, kama kanisa la Hawa lilivyokuwa linatoa habari. Na Paulo anapokuwa anapata habari anasema hata kama siko nanyi, niko nanyi katika roho. Huyo roho ambaye anatuunganisha. Hata tukiwa mbali tunakuwa na usemi mmoja katika roho. Yaani Mungu anatuongoza. Hiyo ndio maana ya kuungana. Lakini tumeambiwa aje? Shetani atatumia nguvu nyingi na ushawishi mwingi kwa ajili ya kuharibu huo muungano. Tumeambiwa pia lazima kuwe na utaratibu unaozingatiwa. Kuwe na utaratibu. Utaratibu watoto wetu watasoma haji. Utaratibu wa zaka na sadaka. Utaratibu jinsi tunavyoishi kama waumini. Ama kwa sababu sisi ni wana matengenezo, hatufai kufuata utaratibu wote. Watu wanafaa wasomewe. Utaratibu ni huu. Na kuwe na discipline. Sijui mtahitaji discipline katika nidhamu. Kwa wale ambao watakaoenda kinyume na hiyo utaratibu. Mnakuwa na utaratibu. Kanisa la Mungu tunaambiwa katika Wakorintho ya kwamba Mungu ni Mungu wa mpangilio. Mungu alivyo wa mpangilio inamaanisha watoto wake duniani wanafaa kufuata mpangilio wake, maana ni Roho wa Mungu anayeongoza hilo kanisa. Lakini tukikosa hiyo utaratibu, hakuna kanisa la Mungu na hakuna umoja. Kanisa hili na la Mungu ama Mungu. Mungu anataka kuona order ili yakae, maana Mungu anakaanga sehemu iliyo na utaratibu. Sasa ile kibarua tuko nayo ni kuweka hiyo utaratibu na kuunganisha watu ambao wametoka Babeli. Unajua sisi tunaangaliwa. Chochote tunachokifanya Shetani yako tayari kukipeperusha kwa mtandao. Kwa mfano, saa hii msikie Mwalimu Ndacha amepatikana na anataka mtu akiingia loji. Unaona hii habari itasambaaje? Matokeo yake itakuwa ni gani? Anguko. Bwana Yesu asifiwe. Shetani atatafuta watu wa kujengea hoja hapo. Aseme hawa ndio wana matengenezo sasa. Oneni tabia za. Tuliwaambia hawa watu watafanya nini? Watapotea. Kama tu juzi alipokuwa anatangaza dawa ya hemorrhoids. Kuna mtu aliandika kwenye comment siku moja nikasoma akasema sasa huyu amekuwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujue ya kwamba sisi tunaangaliwa. Nikasema juzi wewe ni mtu wa kipekee, lakini utaendelea kuwa kipekee ndipo utafahamu na kuwa na hekima ya kimbingu. Lakini bure tu Shetani anataka amalize hiyo jambo lisije likafanyika kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaambiwa utaratibu unafaa kuzingatiwa. Utaratibu unawekwa kwa kanisa. Kwa wana matengenezo wanajua hawa ni watu wenye nidhamu. Vijana wetu wanaoa haje. Utaratibu umechukuliwa haje? Nini? Hatua gani zinafaa zichukuliwe?
utaratibu wa nidhamu. Mtu akikosea tunamhandle haje? Kuna vitu mingi bado safari. Mbia jirani yako bado mapambano. Biko najiita mwana matengenezo ukafikiria safari iliisha, ndio mmeanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika safari hii tunaomba ushindi. Mungu atupe nini? Ushindi. Lakini ushindi unakuja baada ya mapambano. Kaa tayari kwa mapambano. Sikiliza, utaratibu unazingatiwa na kuwa na umoja katika kudumisha utaratibu huo. Tukuja pamoja kudumisha utaratibu huo. Vinginevyo shetani atatumia nafasi hiyo kuleta migawanyiko na kuendeleza mipango yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukikosa hiyo, ndio naona hata wana wa Israeli, si kuna utaratibu Mungu alikuwa amewawekea kama kanisa la jangwani, si ndio? Baada ya kuwapatia sheria za afya na sheria zake, si kuna utaratibu aliwawekea pia? Walioenda kinyume na hiyo sheria ama hiyo nje ya utaratibu, si walipigwa mawe? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo kanisa ni tofauti na hili, ama ule Mungu alibadilika? Kwa hivyo lazima ukijiita mwana matengenezo kuwe tayari kufuata utaratibu wa kimungu wa kulinda, utaratibu wa kulinda kazi ya nani? Mungu, kama ilivyofanyika kule Israeli. Sasa tunaambiwa shetani ataleta mambo mengi ya kugawanisha hili kundi. Jana tuliongelea kuhusu nini? Ilikuwa nilisikia kisa kimoja ya wale waliokuwa wanaenda kupanda nini? Ilikuwa ni nini? Basi ama ndege? Si walikuwa na matengenezo? Sinaona vile kilisambaa. Mambo mazuri shetani anapenda kuyachafu. Lakini wakati mazuri yanahubiriwa, shetani hata peperusha. Ndio naona mahubiri mengi ya kuleta watu kwa pamoja ama neno la Mungu. Kienda kuangalia viewers utapata ni wachache. Lakini wacha nifanye tu jambo mbaya, tashangaa watu milioni 1 walikuwa Lengo ni gani? Shetani amewaleta wakuje waone sura ya Mungu vile ilivyoharibiwa kwa matendo yangu. Kwa hivyo lazima tuwe wenye hekima na tufuate utaratibu kwa ajili ya kulinda sura ya nani? Tuwe na ufahamu na hekima. Angalia, kuna jambo ambayo yameleta migawanyiko, na hapa nitafungua baadaye tukue na discussion. Sijui muda mlisema tuende mpaka saa ngapi? Saa 4 naona ndio hii. Ama ni saa yangu hii? Saa 5. Kumbe tuko na muda mrefu. Tuongee hapa vipi? Na usinyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu zinatogawanisha ni gani? Na tunajiita wana matengenezo. Nini hiyo? Tuongee. Kama hili swala la time setting. Bwana Yesu asifiwe. Unajua alikuwa anawasikiliza asubuhi tu, tulikuwa na hiyo discussion, lakini akasema wacha niwasikilize hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Time setting. Na bado tutakuwa na hiyo discussion. Sasa tunaposoma hiyo roho nabii alikuwa umeipata? Sikiliza. Roho nabii gombo la 4. Ukurasa wake ni wa 290. Ubeti wake ni wa kwanza. Sikiliza. Swala hili la time setting limeleta mgawanyiko mkubwa sana. Kana kwamba hiyo ndiyo imekuwa ujumbe wa kutupima kwenye misingi ya imani. Wengi wameifanya kuwa kama msingi wa kupima washirika wanaojiunga na wana matengenezo. Nasema wewe uamini time setting, wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilishukuru asubuhi, maana nilikuwa nataka nisikie kama mtasema dunia inaisha 2031. Lakini katika maongezi yenu mlisema yenyewe upo, lakini tusiwe na hitimisho. Maana ukiwa na hitimisho, hapo umegonga. Bwana Yesu asifiwe.
Mwingine akasema tufanye mahesabu yetu, mali zitaishia, uachia na tungojee matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kuna nukuu ambazo ningependa pia tutafakari. Hebu soma kama hiyo. Sikiliza. Najua Mungu aliruhusu muda utumike kipindi cha 1843 na 1844. Sasa tunaambiwa haje na hiyo nukuu. Kutoka hapo Roho nabii nasemaje tena? Hebu soma 4SP 290.1. Inasema as the majority of Adventists, yani wengi wa waliokuwa wanatarajia marejeo ya Kristo, rejected truth concerning sanctuary and the law, walikataa sheria za Mungu na kuhusiana na mambo ya hekalu. Soma. Many also, wengi wao, renounced their faith in Advent movement, walikataa imani yao katika harakati ya marejeo ya Kristo, and adopted, na wakakubaliana unsound and conflicting views, wakakubaliana mafundisho yasiyo sahihi na maoni of prophecies, yanayopingana kuhusu unabii, which applied to that work, uliokuwa ukihusu kazi hiyo. Unajua after 1843 watu walianza mabishano na wakakataa hiyo ujumbe. Ilikuwa ya wao. So wengi warudi kwa biashara zao. Wakabaki watu 50 walioendelea kufanya investigate, kufanya uchunguzi. Sasa sikiliza, tunapewa historia hiyo. Tunaambiwa hadi. Soma. Some were led into the errors, baadhi yao waliongozwa kuingia katika kosa gani? Of repeated time setting. Of repeated time setting. Waliingizwa kwa kosa la kuweka muda tena. Sikiliza, baada ya 1844 walipokataa ujumbe wa sanctuary na ujumbe wa sheria, tunaambiwa walirudi kwa kosa la kuweka muda tena. Alafu the light of that message would have shown them that no prophetic period, yani nuru ya ujumbe wa malaika watatu ingeonyesha kwamba hakuna kipindi chochote cha unabii kinachoendelea, kinachohusu muda ama kinachohusu muda extend to the coming of Christ, kuhusiana na marejeo ya Kristo. Soma. That the exact time of his coming, ya kwamba muda halisi wa kuja kwake is not foretold. Hatujaambiwa. Ama kuna mwenye ameambiwa? Ndio mwingine akauliza, huyo mwenye alisema 2030 atuambie kama yeye ni nabii ameambiwa na Mungu. Kuna mwingine aliuliza asubuhi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa hatujaambi. We are not foretold. Sikiliza. Soma. Naendelea na kusema but turning from the light, na walipoingia kwa hiyo kosa waligeukia nuru. Alafu they continued to set time, waliendelea kuweka muda. After time, wakaweka tena muda. Inamaanisha waliweka muda ikagonga mwamba. Wakakaa tena chini, sijui walisoma tena wakaweka ikagonga nini? Mwamba. Alafu for the Lord to come, waliweka muda wa marejeo ya Bwana. Alafu and as often, kila mara were disappointed. Walipoweka muda walikuwa wanakosa matumaini, walikuwa wanakosea. Huko Kenya kuna ilikuwa 2018 kikosi tu kimetoka SDA, kilikuwa kinaitwa Elijah's Movement. Yaani kikosi, ni mfumo wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanajiita hivyo, mfumo wa nini? Si tunaambiwa Elia lazima akuje kwanza ndio Bwana aje. Si walikuwa sahihi na hiyo jina? Wamekuja kufanya kazi ambayo Elia anafanya, marejeo ama matayarisho ya kumkaribisha nani? Kristo. Sasa wakajiingiza kwa kosa la kupiga mahesabu. Walipopiga mahesabu yao iliwafikisha 2022, dunia na hii kaanza kuhubiria washirika. Dunia inaisha 20. Jamaa mmoja akapigia mmoja wao simu. Dunia inaisha 2022. Nakumbuka hiyo ni 2018. Bwana Yesu asifiwe. Inaisha uko na hakika inaisha.
Mtumishi, kwani uko na wasiwasi? Tupige magoti tuombe. Tuombee mtumishi fulani. Haya, hiyo jamaa akatulia. Tulipofika 2022 mwezi wa kwanza, Yesu hajarudi. Mwezi wa pili, Yesu hajarudi. Mwezi wa tatu, Yesu hajarudi. Mwezi wa 4, Yesu hajarudi. Yule jamaa akampigia simu, akamwambia, mtumishi vipi? Salama. Sasa ni mwezi wa ngapi? Wa 4. Yesu anarudi lini? Jamaa alizima simu. Na hivyo ndio alipotea mpaka wa leo. Alikuwa amepiga hesabu ya miaka 6,000 na ilikuwa inaingia 2022. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi siwakatazi kupiga mahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tumepiga hizo mahesabu. Kwanza sisi ndio tulikuwa wakwa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa kwa hiyo mtego. Lakini unapopiga mahesabu yako, Bwana Yesu asifiwe. Sijui utapiga haya, acha nisiongee hilo. Sikiliza. Hivyo ndio hiyo kikosi kakufa hivyo, na walikuwa watu wengi. Sasa mshirika 2022 mwezi wa 8 ataendelea kuja kwa hiyo kanisa na Yesu hajarudi. Si wanakazana, wengine walikazana na walipokuwa wanaendelea kwa hiyo 2022 ndivyo walipokuwa wanaendelea kupungua. Wengine walirudi kwa biashara zao. Yesu hajarudi, tufanye nini? Sasa turudi kwa biashara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nukuu ambayo tumesoma imeambiwa ya kwamba tangu muda huo atafai kuweka muda tena. Kwa hivyo kutokuweka muda tena haimaanishi ya kwamba tunakuzuia wewe usifanye mahesabu ya. Wewe fanya mahesabu yako, lakini ukumbuke Roho na Biblia sema usiweke muda. Namalizia nikisema aje? Ama ulikuwa umemalizia? Nimemalizia. Tunaambiwa waliendelea kuweka tarehe baada ya tarehe, wakidai kwamba Yesu angekuja, na kila mara walikatishwa tamaa yani unabii wao ulipokosa kufanya nini? Na kuna ingine tunangojea hii ya 2027. Tunangojea. Leo ni 2026. Si bado mwaka mmoja. Tuko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunangoja. Sikiliza. Katika iWriting, maandiko ya awali 75, ubeti wake ni wa kwanza. Ellen White anatoa haya maneno maana alishuhudia kipindi kile. Na Mungu alikuwa na sababu akawajaribu wale na muda, wale wa 1840 to 1844. Aliwajaribu na nini? Lakini sisi hatujaribiwi na muda. Kwa hivyo tusiweke ujumbe wa muda kutugawanya sisi kama wana matengenezo. Maana hatujaribiwi na nini? Kulingana na hizo nukuu. Hebu soma hiyo. Sikiliza. Maandiko ya awali ukurasa wake wa 75, mstari wake ni wa kwanza, ama ubeti wake ni wa kwanza. Inasema, the Lord has shown me that. Ellen White anasema, sikiliza, baada hiyo disappointment ya 1843, anasema ameonyeshwa na Bwana that the message of the third angel, ya kwamba ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Si wana matengenezo, kila mwana matengenezo anasema anahubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika yule watatu. Si wote wanakubali? Ndio. Aya, sikiliza, kwa wale wanaobeba ujumbe wa malaika watatu, maelezo yafuatayo na roho ya unabii inasemaje? Soma. The Lord has shown me that. Bwana ameonyesha Ellen White ya kwamba the message of the third angel, ujumbe wa malaika watatu, must go. Inafaa fanya nini? Uende, must go. And be proclaimed to the scattered children of the Lord. Na inafaa ihubiriwe kwa watu wa Mungu waliogawanyika, walio sehemu mbalimbali. But lakini it must not be hung on time. Haifai kuegemea nini? Muda. Sijui kama hii maonyo tunayasikia. Kwa hivyo kama unahubiri ujumbe wa malaika watatu, usiweke muda kuwa the first priority. Ukiweka muda kuwa kama kipaumbele kwa ujumbe wako, ndugu yangu, kulingana na hii nukuu, utakuwa unakubaliana na Ellen White? Sitakuwa unakosea. Anasema
ujumbe wa malaika watatu haufai kutegemea nini? Muda. Soma. Ya kwamba utaisha wakati fulani. I saw that, ameonyeshwa some were getting false excitement. Maana unapoweka muda, wengine wanapata misisimuko ya uongo. Arising, zinaamuka kidogo. Sikiliza. From preaching time. Sikiliza. Sasa wewe hata saa hii ukisikia Yesu anarudi 2027, utasikia vizuri. Si ndio? Siku na msisimuko nilikuwa nangojea Bwana wangu. Kumbe ni 2027. Si utaanza kujipanga. Lakini hiyo ni msisimuko ya kweli? Hapana, ni msisimuko ya uongo. Nasema yenyewe kuna mambo nilikuwa nafanya mbaya, sasa nataka kuweka mambo sawa. Maana umesikia ni Yesu anarudi 2027. Msisimuko ya nini? Si hata hivyo ndio ilifanyika 1843. Wanafikiria watu 50,000 wenye walikuwa wamekuja kumwamini ujumbe wa William Miller walikuwa wanakimbia nini? Si walikuwa wameogopa kuchomwa? Ama ni injili walikuwa wamewaleta hapa? Si ni moto? Na wao usikie Yesu anarudi 2027, na wewe ni mwana matengenezo. Si utasema hata na mimi naogopa Kwa hivyo utakuwa unakaa ama unamtumikia Mungu kwa uoga. Ndio tumeambiwa pale, muda unaleta false excitement, yani msisimuko ya uongo. Alafu inasema but the third angel's message, lakini ujumbe wa malaika watatu is stronger than time can be. Ujumbe wa malaika watatu una nguvu kuliko hiyo muda. Kwa hivyo hatufai kuweka muda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hatuzuii kufanya mahesabu. Wewe fanya mahesabu, lakini usiweke muda ninukuliwe vizuri, maana kuna wengi wataanza kukata nukuu hii clip. Sema huyo anakataa miaka 6,000, anakataa hizo mahesabu. Tunakataa aje na ziko kwenye roho unabii? Hatukatai. Lakini tunapopiga mahesabu tunaambiwa tusiweke. Bwana Yesu asifiwe. Endelea, malizia. Namalizia kisema I saw that, nilionyeshwa ya kwamba this message, ujumbe huu wa malaika watatu, can stand on its own foundation, unaweza ukajitegemea kwa msingi wake, and need not time, na haihitaji muda to strengthen it. Haihitaji muda ili ujumbe huu wa malaika watatu kuwe na nini? Na nguvu. And that it will go, na huo ujumbe utaenda in mighty power, utaenda kwa nguvu sana, and do its work, na ujumbe huo utafanya kazi yake, and will be cut short na in righteousness, itafupishwa kwa haki. Hiyo ndio ujumbe wa mwisho ambao tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiweke muda mbele. Sasa wengi waona matengenezo wamegawanyishwa kwa sababu ya muda. Sikiliza. Katika 5 LTMS, tutoke hapo twende kwa hoja nyingine. Sasa hii sijui tutahitaji kwa Kiswahili. 5 LTMS mlisema ni kurasa ya kanisa, barua na nyaraka, gombo la 5. Gombo la 5 tutasoma, iliandikwa mwaka wa 808. Tutasoma paragrafu yake ya 11. 1888. Lakini kati ya LTMS unaweka LT38. LT38 space, alafu unaandika 5 LTMS LT38 space, alafu unaandika huo mwaka sasa 1888 paragraph 11. Andika 5 LTMS space LT38 space 1888. Umeandika hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Mawacha nirudie. 5 LTMS LT38.
Hizo amesema hapa saa hizi sijui nini. Sasa hapa mnanipea mtihani. Wewe andika tu 5 LTMS, alafu Mungu atawasaidia, mtaweza kuelewa baadaye. Ama mtafsiri, alikuwa amesha tafsiri. Alafu kisha andika hivyo, tutasoma paragraph. Tumeandika zote? Ama kuna yule ambaye nimeacha nyuma kwa wale wanaoandika? Ndio maana tulikuwa tunataka ubao hapo. Unajua ingekuwa nilishaandika. Alafu unaandika wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii pia ile ndio anasema nilikuwa mwaminifu thabiti wa wakati maalum mwaka wa 1844. Lakini kipindi hicho cha unabii hakikuonyeshwa kwangu katika maono. Kwa sababu maono ya kwanza yalitolewa miezi kadhaa au majuma kadhaa baada ya kipindi hicho cha wakati kupita. Sikiliza sasa kwenye point, tunaambiwa baada ya hapo kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakitangaza wakati mpya, walikuwa wana predict. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba na tujue ya kwamba kwenye kizazi cha Reformation kisikia mtu ameweka wakati, ujue yeye sio wa kwanza. Kuna wengine kutoka 1840 to 1844 kulikuwa na watu ambao tunaambiwa kutoka kipindi hicho watu wamekuwa wakiweka tarehe mpya. Lakini nini ndio anatuonya, anasema lakini nimeonyeshwa kwamba hatupaswi tena kuwa na wakati maalum. Kuweka time setting. Tufai kuwa tena na wakati maalum wa kutangazia watu. Kwanza naamalizia kisema wa kutangazia nini? Watu. Kwa hivyo unaweza piga tu na ukae naye. Bwana Yesu asifiwe. Kile ukitangazia watu alafu ikose kutimia, sijui utajificha wapi. Kama wa 2022 walipotea hivyo, hiyo kanisa ikakufa hivyo na ikaisha hivyo. Na mkumbuke Roho nabii nasema Mungu ako na watu wake ambao wamegawanyika katika sehemu mbalimbali, katika vikundi mbalimbali, si ndio? Kuna patana ndugu kama hiyo. Na tunaambiwa katika hizo vikundi kuna kweli ambayo wako nayo, labda inaweza kuwa ndogodo. Sasa hizo vikundi Mungu ameruhusu ziwe hivyo na zinajaribiwa na ujumbe. Kwa hivyo wakikataa ujumbe, hiyo kikundi naondole ingine hivyo hivyo mpaka baki mo. Hiyo ndio process, hiyo ndio njia ya Mungu anatumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposoma nukuu tuwe makini na tuchukue tahadhari, tusije tukaachwa. Namba nyinyi kuachwa, sisi wana matengenezo kuachwa ni kazi ngumu. Si Mungu atainua wengine, ataenda afanye kazi na wengine. Atatuache endapo tutakosa kuelewa ujumbe wetu, tutakosa kuwa na hekima na ufahamu wa neno lake, atatuache. Sasa nasema lakini nilionyeshwa kwamba tupaswe tena kuwa na wakati mwingine maalum wa kutangazia watu, kama wakati ule uliotangazia watu wa 1843. Si walikuwa wanatangaza dunia inaisha, si ndio? Tunaambiwa wote wanaifahamu. Ile yote kwanza anasema wote wananifahamu mimi na kazi yangu. Watashuhudia kwamba nimekuwa nikitoa ushuhuda mmoja tu kuhusu swala la kuweka wakati. Nasema yeye amekuwa na jibu moja. Kiambia watu wasitoe, wasitangaze ama wasiweke muda. Angalia. Sasa kuna wengi ambao wameshawishika katika mawazo yao. Wamepiga kabisa miaka, wameona kweli dunia inaisha 2031. Ame inaisha 2030. Sasa kando na kupiga hiyo mahesabu, lazima pia tujue kwamba Mungu pia ni wa rehema. Sisi tunaishi kipindi cha Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipindi cha neema kinakuwa nje ya hiyo miaka 6,000 ama ndani ya hiyo miaka 6,000. Inafaa hiyo kipindi inafaa kuwe wapi? Ya rehema.
Hiyo ni swali ambayo pia lazima tutafakari tunapopanua swala hili. Ili sionekane kana kwamba tunakandamiza mtu ama tunakataa ujumbe. Lakini kuna vitu za kuoji. Sasa narudia tena. Tunakubali tunaishi muda wa rehema. Sasa muda wa rehema unakuwa ndani ya miaka 6,000 ama nje ya miaka 6,000. Shahidi utolewe kwa kila jibu. Tunakuja hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi naelewa wakati Nuhu anahubiri, si Mungu alimwekea muda wa kuhubiri. Ilikuwa ni muda gani? Haikuwa mwaka 120 na siku 7? Haya, twende kitabu cha Mwanzo nikuonyesha kitu pia. Mwanzo 15. Mstari wake ni wa 13. Mwanzo. Alafu nitaruhusu watu sasa tuulize maswali na pia tuchangie jambo hili tunapojaribu kutafuta majibu sahihi, na pia tujue kwamba muda huu haufai kututenganisha. Ujumbe wa muda haufai kututenganisha. Haya, soma hiyo nasemaje? Mwanzo 15:13. Nasemaje? Bwana akamwambia Abrahamu. Sasa sikiliza vile Mungu alimwambia Ibrahimu. Ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale. Nao watateswa muda wa miaka 400. Mungu alisema watateswa muda wa miaka 400. Si ndio? Haya, Kutoka 12 mstari wake ni 44. 12 44. 12:44 Kutoka 40. Anasema Kutoka 12:44 na 41. Haya, soma. 40. Anasema basi wana wa Israeli kukaa kwao. Sikiliza sasa. Basi wana wa Israeli wakakaa kwao. Maana muda waliokaa ndani ya mji wa Misri ulikuwa miaka 430. Na Mungu alisema watakaa miaka ngapi? 400. Hii nyingine 130. Kwa hivyo Mungu aliongeza miaka ngapi? 30. Nini kilifanyika hiyo 30 ikaongezeka? Nani anaweza kuwa na ufahamu kwa nini 30 iliongezwa? Bwana Yesu asifiwe. Amena. Mimi najua kuongeza kwa hii miaka. Kwanza wana wa Israeli wenyewe hawakuwa tayari kutolewa kule Misri. Hii inaniletea kisa kile ambacho baada ya Musa kutoka kule ikulu kwenda kuwatembelea ndugu zake, akakutana Muisraeli na Misri wanapigana, hatimaye kutoa msaada kwa Israeli, kwa yule Muisraeli. Lakini mwisho wake siku ya pili anaenda anakuta Israeli kwa Israeli wanapigana. Anauliza, ndugu zangu, mbona mnapigana? Nyinyi nyote mnapaswa kuwa wamoja ili hatimaye tuweze kutoka humu. Lakini yule Muisraeli akamwambia, Musa akamwambia, ni nani aliyekuweka kuwa mwamuzi wetu? Maana yake kwamba tayari hawakuwa tayari. Pia kingine ambacho kilifanya miaka hiyo izidishwe, pia Musa mwenyewe alitumia nguvu zake, alitaka kutumia nguvu zake ili akomboe Israeli, akasahau kwamba Mungu ndiye anayewaongoza ili hatimaye wakombolewe. Hicho ndio kisa ambacho najua kilifanya mpaka Israeli miaka ikazidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkono mwingine huko nyuma. Kuna mwingine hapa. Sasa tuanze na huko nyuma alafu tumalizie hapa. Sasa sikiliza. Kwa hivyo Mungu alipoona watu hawajajiandaa, ndiyo ikasababisha wakakaa miaka ngapi? 30 ya juu. Pia tujiulize tunaposoma hii maandiko, huyo Mungu alibadilika ama ni yule yule? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Miaka 400 ilikuwa ni miaka 400 ambao wana wa Israeli wangekuwa na wangepitia utumwa katika nchi ya Misri. Lakini tukumbuke walipoenda Misri wale watu 72 watoto wa Yakobo hawakuingia moja kwa moja kwenye mateso. Kuna wakati ambapo Yusufu alikuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Kwa hivyo katika ule wakati ambao Yusufu alikuwa kama waziri mkuu katika taifa la Misri, ni wakati ambao hawakutumikishwa. Walipewa eneo lao, wao wakakaa. Sasa walikaa miaka ngapi?
Ndio hapo sasa naweza nikasema kwamba baada ya Yusufu kufa, utawala mpya wa Kimisri alipoinuka kiongozi mpya katika taifa la Misri asiyemfahamu Yusufu, ndio mateso alianza. Ila kwa kipindi ambacho Yusufu alikuwa yuko na ndugu zake katika taifa la Israeli hapakuwa na mateso. Na tukizungumzia miaka 400 katika hiyo aya hapa nazungumzia miaka 400 ya mateso, kwamba watatumika miaka 400 na watateswa. Kwa miaka 400 ilikuwa ni mateso, lakini kile kipindi ambacho Yusufu alikuwa yupo mateso hayakuwepo. Sasa twende na ushahidi gani? Ni katika hiyo ya huyu ama ya huyu. Mnaonaje kanisa? Roho nabii nasemaje? Tukiangalia, Bwana Yesu asifiwe. Sababu yenye ilifanya miaka hiyo ongezwe tukisoma na roho nabii kwa sababu ya kosa ya Musa alilofanya, kuwa Mungu akaongeza hiyo miaka 30. Haya, karibu. Kwa sababu sisi na watengenezaji, kwa hiyo lazima tuchunguze kila kitu kabisa. Nasoma kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 16. Katika hiyo kuiangalia miaka 430. Anasema basi ahadi ilinenwa na Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wake, yaani Kristo. Nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, Torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kubatilisha ile ahadi. Mimi naona contradiction hapa. Na mimi uzuri kwenye kuhesabu miaka nimefanya research kubwa. Hapa anazungumza miaka 430 tangu ilipotolewa nini? Ahadi, mpaka ilipokuja Torati, iliposhushwa zile amri 10. Ni miaka 430. Lakini ile ya tuliyosoma 12:40 inasema muda wao kukaa kwao katika nchi ya Misri ilikuwa ni miaka 430. Sasa tunajua kwamba miaka 400 na wakati wa Torati inatolewa, ile miaka 430 inayotajwa kwenye kitabu cha Kutoka 12:40 ilikuwa ishaishi. Lakini sasa hapa tunaambiwa kwenye Wagalatia kwamba tangu lilipotolewa agano, yani wakati Ibrahimu anapewa agano kwenye ile Mwanzo sura ya 17, ile agano tangu lilipotolewa ile ahadi ilipita miaka 400 na ngapi? 30. Sasa challenge nayoiona pia, mimi nilijumlisha ile vizazi vile vinavyotokea pale tangu walipoingia, hakuna uwezekano wote unaweza kujumlisha umri wao ule ikaja miaka 430. Haiwezi kufika. Wala haifiki. Tunaweza tukaweka chati hapo, haifiki. Yaani ukianza yule mtu wa mwisho aliyeingia kule ni Yakobo. Wakati huo alikuwa na miaka 430, wakati anasimama alikuwa na miaka 130 wakati anasimama mbele ya Farao. Ukianzia pale ukahesabu mpaka anapotoka Musa akiwa na miaka 80, kwa sababu ile vizazi vipo, haiwezekani miaka 430 kufika. Hiyo ninawapa kama changamoto kwamba tunaposoma tujue pia andiko lilikusudia nini. Yawezekana, yamkini sasa isiache watu jipanda, yamkini ikamaanisha hivi kwenda katika nchi ya Misri. Sababu tukiangalia watu walioenda nchi ya Misri, wa kwanza kwenda katika nchi ya Misri alikuwa Ibrahimu mwenyewe. Baadaye alienda nchi ya Misri, alifuatia kwenda nani? Isaka. Alafu baadaye ndo akaja akaingia nani? Yakobo, moja kwa moja. Tukibase katika hesabu ya hiyo ndio miaka 430 inafanya nini? Inafika. Lakini tukihesabia kuanzia yule Israeli kuingia, haiwezi kufika. Haya. Patia Collins hapo, kuna maoni gani hapo? Asante. Katika swala hili nadhani katika kitabu cha Mwanzo, whether walikaa miaka 400 katika nchi ya Misri ama walikaa miaka 430, tunataka kuona mbona wakaa hizo miaka katika nchi ya utumwa. Sasa na ulikuwa umeulizia kuhusu jambo la neema. Unakumbuka miaka 6000 neema iko wapi? Baada ama kabla? Sasa wana wa Israeli walienda katika hiyo nchi ya utumwa. Lakini si Mungu angekuwa na uwezo wa kuwapatia hiyo nchi wasienda katika nchi ya utumwa?
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si alikuwa na uwezo huo apatie tu, atimiza ahadi wana wa Israeli waingie tu katika ile nchi ya Kanani na waweze kuimiliki. Lakini tunaona ya kwamba wanaenda katika nchi ya utumwa, alafu kutoka huko ndio Mungu anawaleta. Kwa nini? Kitabu hiki cha Mwanzo 15 kuanzia mstari wake ni wa 13 nasema, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya isiyokuwa yako. Hiyo ni jambo la kwanza. Uzao utakuwa mgeni. Whether wanawatumikia ama hawatumikii, bado ni nini? Mgeni. Wageni. Alafu inaendelea na kusema watawatumikia watu wale. Jambo linalofuata ni utumishi. Lakini jambo lililoanza ni ugeni katika nchi hiyo. Inaendelea na kusema hivi, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakalolitumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa. Kwa hivyo 4th generation ndio inaenda kurudi katika nchi ya nini? Ya Kanani. Lakini kwa nini 4th generation? Mbona si 3rd? Mbona si 5th? Maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Kwa hivyo katika ile nchi ya Kanani ilikuwa inamilikiwa na nani? Na Waamori na Wakanani. Na sasa Mungu wangekuja tu kuamka, tokeni nilete watu wangu hapa. Kwa hivyo alikuwa anangoja uovu wa hao watu wafanya nini? Utimie, kuwe na sababu ya wao kuondoka katika nchi hiyo, ili Mungu alete watu wake katika nchi hiyo. Kwa hiyo ile 4th generation ilikuwa inategemea na uovu wa nani? Wa Waamori. Na kwa sababu Mungu ni wa neema, alivumilia mpaka uovu wao ukafanya nini? Ukatimia, akawaondoa. Hakuwaondoa kabla hawajatimiza uovu wao. Walitimiza uovu wao, alafu ndio akafanya nini? Akawaondoa. Kwa hivyo kuna mitazamo mbalimbali ambapo inaweza elezea hizo miaka 30. Labda hizo miaka 30 ilikuwa ni neema ya Mungu ikingoja uovu wao watu ufanye nini? Kutimia. Waweza kutimia ili wakaweza kuondoka. Bwana awabariki sana. Amina. Kuna swali lolote lingine kabla sijaongea jambo hapa? Na mkumbuke mada yetu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tunajaribu kuangalia vitu vinavyogawanisha wana matengenezo leo. Kwa nini wasifanye kazi kwa pamoja? Kwa nini? Kwa hivyo mimi natoa tu challenge ya kujaribu kupanua mawazo. Ni kitu gani hiki ambacho kinaweza kukatutenga? Karibu. Asante. Naomba nisome kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile. Karibisha mic hivi. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 42. Inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Hizi ni habari ambazo tunaambiwa na wale watu wa nyakati za mitume baada ya kutangaziwa neno la Mungu wakaamini. Walipoamini, tunaambiwa baada ya kuamini kuna jambo tena waliendelea kulifanya. Sasa tuko hapa sisi leo tumekutana, pia ni mmoja wapo ya watu tulioamini. Sasa tunatengeneza au tunajiita wana matengenezo. Lakini wakati tunajiita wana matengenezo, tunajitambua wana matengenezo, nyuma yetu kuna wana matengenezo wametangulia, kuna wengine wametoka humo, kuna wengine ni wapya, wameshindwa kutengeneza kwa sababu wamekosa kitu kinaitwa umoja kabisa. Na sasa hapa kwa mujibu wa masomo tuliyokuwa nayo na ambalo mpaka sasa hivi ilipo, mojawapo ya lengo letu tulioko hapa kwa jinsi nilivyoelewa
ni kwamba mojawapo ya lengo ambalo sasa hivi inabidi kila mmoja wetu akae nalo ni kujenga umoja. Ambao huo umoja ndio utakao tufanya tukamilishe nini? Matengenezo. Sasa swali langu ni hili lifuatalo. Je, tunatengeneza nini? Yawezekana kweli tukawa na umoja kabisa, lakini je, ni kitu gani tunatengeneza? Na tunatengeneza kwa namna gani? Sasa hilo ndilo swali langu, tunatengeneza nini? Haya, asante. Ameuliza swali nzuri. Tunatengeneza nini? Sasa naweza nikamjibu kwa haraka tu, maana sitaki tupoteze muda, alafu pia wengine waulize swali. Ukisoma katika 3SM ni kwa Kiswahili, hiyo kitabu kinaitwa Selected Messages, jumbe zilizochaguliwa, gombo la 3. Ukisoma 412 ubeti wake ni wa pili, nasemaje? 412 gombo la 3 ya hiyo shuhuda zilizochaguliwa. Inasema, ubeti wa pili nasemaje? We have a testing message to give. Tuko na ujumbe wa kujaribu ambao tunafaa kuutoa. Ni ujumbe mgani huo? And I am instructed to say to our people. Na kwa sababu tuko na huo ujumbe wa kujaribu ulimwengu, ameagizwa aambie watu wetu, unify. Unganeni. But lakini we are not to unify. Atuungani with those who are departing from the faith. Na wale ambao wanajitenga na imani. Giving heed to seducing spirits. Wakisikiliza roho zidanganyazo. And doctrine of the devil. Na mafundisho ya shetani. With our heart. Kwa roho yetu. Sweet and kind and true. We are to go forth to proclaim the message. Tunaambiwa tunafaa twende kwa uzuri ndani ya mioyo yetu, tukihubiri ujumbe. Giving heed to those who lead away from the truth. Giving heed kwa Kiswahili giving, yani tunapoendelea na ujumbe wetu wa kujaribu, tuwasikilize wale wanaoenda kinyume na ujumbe wetu. Kwa hivyo tunaposema tunatengeleza hapa, tujue kwamba tunatengeleza kwa kulipa msingi ya kama vile nukuu imesema hapo. Tukienda kinyume na hapo, tujue tunatufanya matengenezo ya bandi. Tumeambiwa tuko na ujumbe wa kujaribu, lakini licha ya kuwa tuko na huo ujumbe wa kujaribu ulimwenguni, hatufai kuungana na wale ambao wameasi. Sasa pia tunapokuwa na hiyo ujumbe, Ellen White amesema unganeni. Kwa hivyo tunafaa lakini sisi ambao tunaungana pia tunaambiwa tusiungane na wale ambao wanaondokea misingi ya Kwa mfano, kama wewe ni mwana matengenezo na uamini roho nabii, ama kuna baadhi ya mafungu ya Biblia unakataa, wewe ujue ya kwamba usipobadilisha msimamo hautafaa kwenye kikundi hiki ambacho Ellen White anazungumzia. Wanafaa waungane, hautakubalika hapo, maana unakataa misingi ya imani. Hiyo ilikuwa tu ni example. Sijui kuna lipi la kusema mtumishi? Naweza kuongezea jambo hapo, ni kwamba tunapozungumzia matengenezo tujue kwamba kuna matengenezo aina ngapi? Aina mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukisoma katika kitabu cha jumbe zilizochaguliwa gombo la 2 ukurasa wa 204 inasema kwamba kuna matengenezo ambayo ni mapya, yani haijai kuonekana, ni mapya, na kuna matengenezo yale ya zamani, yani reformation. Reformation inatoka kwa formation, yani tayari kitu kilikuwa kishatengenezwa kikaharibiwa, kwa hivyo wewe unakuja kukisimamisha tena. Na kuna mwingine naye anatokea pale kando, mahali ambapo hakuna kitu chochote kilikuweko pale, lakini pia yeye naye anaanza kufanya nini? Kujenga. Si ni kweli? Kwa hivyo yale ni matengenezo mapya, lakini haya mengine ni matengenezo ambayo tayari ujumbe ulikuweko, lakini unaurudisha katika sehemu yake. Kwa hivyo sisi ambao tuko hapa tunafanya matengenezo mapya, ama ni yale yaliyokuwepo yakaharibiwa?
bila shaka ni yale yaliyofanya nini? Yale yaliyokuwepo. Kwa hivyo lazima tujiulize. Ndio maana Yeremia 6 mstari wako wa 16 nasema, simameni katika njia mkafanya nini? Mkaone. Yani jiulize, kulikuwaje huko nyuma? Imani hii ilipopokelewa kulikuwaje? Walikuwa wanafanya nini? Sasa ukishaelewa walikuwa wanafanya nini, sasa ndio utaanzia hapo katika kutengeneza, ili imani utulio nayo ifanane na ya waanzilishi wa imani yetu. Kwa hivyo wana matengenezo msingi wao. Tunarudi kwa pioneers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waasisi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Wao ndio tunaowaiga. Tunakuja kusimamisha. Wao waliweka msingi. So unasikia nukuu nyingi Ellen G. White akitoa anazungumzia kuhusu foundation, kuhusu msingi. Si ni kweli? Sasa sisi tunaishi katika msingi ule. Lakini paa la nyumba sisi ndio tunamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ndio tunamalizia paa. Lakini foundation ni ya. Ndio maana wakati watafufuliwa, kuangalia vile injili ya malaika watatu imeweza kwenda katika dunia ile katika amri ya Mungu. Watakuja kuangalia hii nyumba paa liliwekwaje. Maana tuliweka nini? Tuliweka msingi. Kwa hivyo tutakapoondokea msingi, tukifanya matengenezo kinyume na msingi uliokwisha kuwekwa, tutakuwa katika matengenezo mapya. Ndio maana kanisa lililoanguka la Nominal limefanya matengenezo. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Unajua wao pia inastahili wajiite wana matengenezo, lakini wao walifanya matengenezo ya kuharibu. Waliharibu. Pia wao ni wana matengenezo, lakini waliharibu. Walifanya matengenezo mapya ambayo hajawahi kuonekana. Kwa hivyo nasi tunafanya matengenezo ambayo yale yaliyokuweko. Sasa sisi ndio tunarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu ameuliza tunatengeneza kitu kipi na kipi na kipi? Ni hivi, turudi katika waasisi wa imani. Waliamini nini? Walikuwa na ujumbe gani? Walitaka muungano. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kitu ambacho kinaitwa nini? Kinaitwa mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. System, mfumo. Na kuna dhana ya wana matengenezo wakisikia jina mfumo basi wao hawezi kukubaliana na chochote. Sasa lazima tujiulize, waasisi wa mfumo ni akina nani? Hao walioanzisha mfumo ni akina nani? Ni Nominal au leo? Hapana, walikuta mfumo ukifanya nini? Ukiepo. Lakini wao wametumia mfumo vibaya. Kwa hivyo mfumo ni mzuri ukitumika katika swala lile ambalo lilikusudia mfumo uweze kufanya nini? Uweze kufanya. Kwa mfano, kuna mtu anaweza pinga mfumo, si ni kweli? Sasa si kanisa hili la Tanzania linakuwa, si ni kweli? Sasa mshirika mmoja atakuja aseme, jamani nimeona hamna mahali pa kufanyia ibada. Mimi nimewapatia kiwanja. Mkafanya nini? Mkaweke kanisa. Sasa swali, hiki kiwanja ambacho kimepeanwa kitaandikwa kwa jina la nani? Kitabaki kwa jina la yule aliyepeana, ama kitaandikwa kwa jina la mzee wa kanisa, ama litaandikwa kwa kiongozi? Na haya ndiyo madhaifu. Likiandikwa kwa jina ya yule ambaye amepeana, ni kwamba yeye kuna wakati atafariki na kuna watoto. Kwa hivyo watoto watakapokuja, huenda hawatakuwa wa imani. Watasema sisi tunataka mali ya nani? Ya baba yetu. Jambo la pili, likiandikwa kwa mzee wa kanisa aishi milele, kuna wakati atatoweka. Mzee wa kanisa ni mwanadamu, kuna wakati anaweza ondoka kwa imani. Kwa hivyo akiondoka kwa imani, ameondoka na kiwanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndio kanisa liweze kuwa safe. Mali ya kanisa inafaa iandikwe kwa jina ya nani? Kwa jina ya kanisa. Swali, pasipo mfumo jina litapatikanaje? Kwa hivyo inamaanisha kanisa lazima lisajiliwe, ndio sehemu ya mfumo, ili kuweza kuzuia mali za kanisa.
Maana mali zote hizi maspika hizi inastahili ziwe zimeandikwa kwa jina ya nani? Hata kama ni mimi nimetoa, nilitoa kwa nini? Si zangu. Sasa zitakapofika hapa si zangu, ni mali ya nini? So long zilizileta zikaombewa, sina chochote cha kurudi tena ni dai ya kwamba jamani nipatieni vyombo vyangu nikaenda navyo. So inastahili nikileta hizi vyombo niseme nimeleta vyombo, sasa vyombo hizi zigeuzwe ziwekwe kwa jina ya nani? Hata mimi nikiondoka kwa imani nikienda nirudi baadaye, nikirudi vyombo ni za nini? Kwa hivyo huo ndio utaratibu unaozungumziwa katika kutengeneza. Pia tusiangalie tu matengenezo katika ango moja, tunaangalia katika ango zote. Kulikuweko aje, umoja ulipatikana aje kwao, ili tuige huo umoja tutengeneze katika kuleta nini? Katika kuleta umoja. Kuna mengi ya kuzungumziwa katika kutengeneza, lakini muda haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na dakika ngapi hapo? Dakika 5. Sasa si hilo swali la huyu silimeeleweka ama bado? Swali la la nini? Sawa, patia huyo basi maiki. Alafu tuwe wepesi maana dakika ndio hizo. Asante, nashukuru. Nilitangulia kusema asubuhi kwamba swala likija likiwa jipya bila masikio yako, naam, hautaki kuwahi kutamka kabisa, kwa sababu haikosi yule anayezungumza inawezekana amekusanya taarifa nyingi. Kazi ni moja, kusikiliza, kufuatilia, kulinganisha na kisha kupata jibu. Naam. Kuna hoja imewekwa mezani hapo kwamba hivi kwa nini Mwanzo 15:13 inaonekana ikitajwa miaka 400 lakini Kutoka 12:40 inatajwa miaka 430? Majibu yakatoka kwamba ni kwa sababu Mungu aliongeza. Ningeweza kuuliza kwamba hivi imeandikwa wapi kwamba Mungu aliongeza? Sasa kwa sababu muda uruhusu, ibaki kama swali la ndani kwa ndani, tajibiwa baadaye. Lakini ninachotaka kuzungumza ni hiki: majibu yaliyotolewa ili yawe sahihi, natakiwa tupate ushahidi. Unajua sisi sasa hivi tumeamua kutoka huko kwa ushahidi. Kadhalika kila tutakachokibeba tukibebe kwa ushahidi. Itatusaidia, kwani hakuna kilichoandikwa kinachoelea. Kila kilichoandikwa Mungu alikusudia wakisome, wakielewe na kifanye matokeo fulani. Mimi nipende kujibu swali hilo ya kwamba Mungu hakuongeza miaka 30. Najibu kwa ushahidi sasa. Hakuongeza, isipokuwa ile miaka 30 inaingizwa kwenye jumla ya kipindi cha wale ndugu, kwa sababu eneo lilokuwepo mapema lilikuwa likitambuliwa kuwa chini ya utawala wa Wamisri. Kwa hivyo wakati linatajwa lile neno la miaka 400 kwa habari ya wale ndugu kukaa kule, ina maana tayari wapo mahali ambapo ile eneo liko chini ya himaya wa Misri. Hiyo utaisoma kwa muda wako sababu ya muda kwenye kitabu cha PP kurasa 759 paragrafu ya 2 mpaka ya 4. Utakutana na majibu hayo. Kwa tamani rudia PP 759 paragrafu ya 2 hadi ya 4. Inatafsiri vizuri kabisa hilo swala. 702. Ya 759 paragrafu ya 2 hadi ya 4. Andikeni hizi vitu. 757. Ya 759. 59. Ubeti wangapi? Wa pili usonge mpaka wa 4. Wa pili. Ndio nilisema anajua kuna huyu aliamka akasema sababu zake. Ndio nikasema atafute ushahidi. Pia na yule. Kwa hivyo hatukuwa tumelifungia nje. Kwa hivyo nilikuwa nimeliacha tu watu watafute ushahidi. Hivyo. Kwa hivyo ngoja nilimalize hili ni kuhusu mengine. Maana yangu ni kwamba katika hili tusiwahi kuweka nukta. Pale tukiweka nukta kuna ambayo tutamwacha njiani. Na ukigundua hauna majibu ya swali usiwahi kutamka, kwani unaweza kumkosesha mtu. Nina maana sahihi ya kwamba Biblia ina mafungu mengi. Roho ya nabii pia ina nukuu nyingi. Kazi ni moja, kujua nini kilimanishwa na nini hakikumanishwa ambacho wewe unaweza kujaribiwa kukimaanisha. Kwa hiyo tuwe tu na ile hali ya kuwa wanafunzi, itakaa vizuri zaidi. Asante sana. Kabisa. Amina. Lengo ambalo lilisababisha nitoe hilo andiko lilikuwa nataka
Tafakari kwanza, muktadha wangu ilikuwa Mungu anaweza akaongeza muda wa neema kwetu. Unapoangalia wakati Nuhu ameambiwa ajenge safina, ilikuwa ni miaka ngapi? 120, lakini akapewa siku ngapi? 7 juu yake. Sasa nawapatia pia homework. Twende tuangalie roho nabii nasemaje, ilikuwa ni miaka ngapi? Na hizo siku 7 kwa nini zikawa siku ngapi? 7. Nataka tu nilete picha ya Mungu katika mawazo yetu kuhusiana na hili swala la time setting, yaani kuweka tuelewe kwamba hatuwezi tukaingia kwa mawazo ya Mungu tukampangia tukasema anakuja hapa. Nataka nilete hiyo picha ya kwamba Mungu pia ni wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna mtu amepinga ama asemi ya kwamba watu wasifanye mahesabu. Wewe fanya mahesabu, lakini pia kuwe na hiyo mawazo. Ile nilikuwa nataka ingie kwa akili yenu. Kuwe na hiyo mawazo ya ziada. Je, kwa kweli nimepiga hii mahesabu, Mungu kwa mawazo yake amefanya kazi kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda naona mwenyekiti amesimama. Situmalizie hapo, tutaweza kuendelea hata kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea, naona mikono bado. Tutaendelea kesho na mambo mengine. Ama unaniongeza muda? Nataka niweke vizuri kwamba tutafanyaje. Haya. Naomba nisome ratiba ya leo. Ratiba ya leo kidogo itamaliza kila kitu. Baada ya hubiri la mchana ambalo linaanza saa 5 kamili mpaka saa 6 kamili, tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 7:30. Leo si tumefunga. Wale ambao hawajafunga muone bawabu wale wenye matatizo ya kutokufunga. Lakini akimaliza tu mwalimu Francis Ndasha, tutaanza kipindi cha maswali na majibu. Na hayo majibu, tutaanza na swali lile tutaendelea nalo la ndugu Magafo pale aliuliza, na hili tulimalizie vizuri. Swali ambalo hatuna majibu ya moja kwa moja hapa tunaliacha kama lilivyo likiwa la kujifunza. Kwa hiyo ratiba itaenda hivyo: saa 6:30 mpaka saa 7:30 maswali na majibu. Saa 7:30 mpaka saa 7 na dakika 50 itakuwa ni mazungumzo na wale wanaenda kubatizwa. Kipindi cha afya saa 8 kamili mpaka saa 9:30 itakuwa na kipindi cha afya, na leo tunafanya practical. Wapo wa kufundisha swala la mapishi, baadhi ya vitu vya kupika. Alafu kutakuwa ndio tutaendelea sasa na historia ya kanisa saa 9:30 mpaka saa 10:30. Tumrudishie funzi ya tufungie kwa ombi tunapoingia kipindi kingine. Na ngapi wamekubaliana na hiyo ratiba? Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa hivyo tujipange kwa maswali baada. Najua hapa kuna swali inachoma, kuna nukuu hapo mtu imemchoma sana anataka kutoa. Tutapatana hiyo baadaye, si ndio? Mungu atubariki sote, tuamini na tuombe tumalizie hapo. Asante Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutuongoza kwa amani pamoja na kutupa utilivu. Tunaomba endelee kutupa moyo wa unyenyekevu, tuondolee kiburi na majivuno. Roho yako Mtakatifu akatamalaki mawazo yetu tunapoendelea kutafuta uso wako. Mahali ambapo tumeenda kinyume, tunaomba tuusamehe, Mfalme. Zaidi ya yote tunaomba ukatembee nasi katika vipindi vilivyosalia, umalize nasi, na nikupitie jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.